Almatlabu thani, mahitaji yetu nambari 2, alijtihadu fi tahdidi alqiblati, kujitahidi katika kufanya maamuzi ya kibla. Yani wewe hujui kibla kiko wapi Sasa kuna maamuzi ya kujitahidi katika kuelekea kibla. Alfaru al-awwal, tunaangalia sehemu ya kwanza katika jambo hilo ambalo ni tawi la kwanza. Hukumu al-ijtihadi fi tahdidi al-qibla, hukumu ya kujitahidi katika kufanya maamuzi ya kuelekea kibla. Idha lam ya'rif al-ghaibu ana ardhi Makkah al-qiblata, ikiwa hatojua yule ambaye yuko nje ya Makka, yule ambaye yuko nje na ardhi ya Makka kibla kiko wapi, fa innahu yalzamuhu al-ijtihadu, hakika itamlazimu yeye kujitahidi fi tahdidiha, katika kufanya maamuzi ya kibla. Wewe haupo Makka, si ndio? Upo nje ya Makka. Ni kama vile sisi tupo Kenya, ibada ya swala imefika, haupo karibu na msikiti, upo sehemu ambayo hakuna msikiti, wahitajia kuitekeleza ibada ya swala, unatakiwa ufanye maamuzi ya kujitahidi kuelekea kibla ni wapi. Wa hadha biittifaqi almadhahib alfiqhiyyah al-arba'a, na haya ndiyo makubaliano ya madhehebu ya fikhi aina 4: al-Hanafiyyah wal-Malikiyyah wash-Shafi'iyyah wal-Hanabila. Nenda kwenye kitabu Al-Mughni Ibn Qudama, kitabu nambari 1 ukurasa 319. Nenda kwenye kitabu Mawahibul Jalil, kitabu nambari 2 ukurasa 195. Wa fil Majmu'i lin-Nawawi, kitabu nambari 3 ukurasa 205. Wa fi Kishafi al-Qina'i, kitabu nambari 1 ukurasa ni 306. Wadhalika, na hilo jambo la mtu kufanya maamuzi na kujitahidi kuelekea kibla wakati wa swala, lianna lahu tariqan, kwa sababu yupo na njia, ila maarifatiha, ya kumfanya yeye ajue kibla kiko wapi, bishamsi wal qamari, kwa kupitia jua na kwa kupitia mwezi. Halo, tuelewana vizuri? Unahitaji kujua kibla kiko wapi. Kuna vitu ambavyo vina uwezo mkubwa wa kukuelekeza wewe kibla kiko wapi. Kwanza ni jua, pili ni mwezi. Tuelewana vizuri? Jua linakuelekeza vipi kibla kimeelekea wapi? Kwanza jiulize, jua linatoka upande gani? Jua linatoka upande gani? Ndio nawauliza ya jamaa, jua linatoka upande gani? Mbona mmenyamaza? Mashariki. Likitoka magharibi kwenda mashariki ni kiyama hicho, sio? Kwa hiyo linatoka mashariki linakwenda magharibi. Vizuri. Sasa ikiwa jua linatoka mashariki linakwenda magharibi, simama ikiwa umeelekea kibla, jua litakuwa upande gani? Litakuwa mkono wako upi? Wa kulia. Kwa hiyo ina maana katika jitihada zako unajitahidi jua liwe mkono wako wa kulia. Sehemu ambayo iko mbele yako itakuwa ni nini? Ni kibla. Tumeelewana vizuri? Lakini pia kwa kupitia mwezi. Mwezi unatoka wapi? Mwezi watokea huku, watokea huku. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mwezi unachomozea wapi? Magharibi. Tumeelewana vizuri? Tuelewane Kiswahili ya jamaa. Kwani mwezi ikiwa unaandama, unachomoza, unachomozea wapi? Si ndio? Kwa maana hiyo, ikiwa unaswali mwezi utakuwa upande gani? Jamaa, tuelewane Kiswahili. Ikiwa unaswali unaelekea kibla na mwezi unachomoza magharibi, itakuwa mwezi umeupa mkono gani? Wa kushoto ya jamaa. Sisi kama tuelewana vizuri. Sasa lazima kupitia jua na mwezi, kuna uwezekano mkubwa ikakufahamisha kibla kiko wapi.
waljibali wariyah, na kwa kupitia majabali na kwa kupitia upepo. Majabali ni kwamba mtu yuko Maka, kuna majabali fulani akiyaona anajua kibla kiko wapi, kiko sehemu fulani. Huku hayo majabali sitoyaona. Na upande wa upepo mimi sina elimu nayo kwamba ule upepo unatokea wapi ya jamaa. Labda tuulizane, upepo unatokea upande gani? Ikiwa upepo unavuma, jamaa, kuna baridi na kuna upepo. Hivi ni vitu viwili tofauti. Tumeelewana vizuri? Baridi ni ile mpaka watu wanavaa majisweta, majijacket, ile ni baridi. Lakini upepo ni ule ambao unavuma mpaka wakati mwingine kama kuna miti inafanya nini? Inalala ile miti. Unajua huu ni upepo. Huwezi kusema baridi. Sasa pia alama nyingine ya kukuonyesha kibla kiko wapi ni kutumia upepo. Sasa unatakiwa ujue ule upepo unatokea wapi, ndio utajua kibla kiko wapi. Walihadha qala jalla wa ala, na kwa ajili hiyo amesema Mwenyezi Mungu aliyetukuka, wa alamati, na katika ardhi ya Allah jalla fi ula kuna alama mbalimbali, wa binajmi, na kwa kupitia pia nyota, hum yahtadun, wanadamu wana uwezo wa kuongoka na kufuata zile njia sahihi wanazotaka kuelekea. Leo ukiwaangalia wale mabaharia wakiwa baharini wanatumia nini kujua hapa ni sehemu fulani sehemu fulani? Wanatumia nini mabaharia? Wanatumia nyota. Wale mabaharia wale ambao wanasafiri kupitia baharini, safari za meli, safari za majahazi, wakiona nyota fulani anakuambia hii nyota hii yaishiria hapa tuko sehemu fulani, hapa tunaenda sehemu fulani. Lakini pia ule ubaridi ule wanautumia kwenye safari zao. Kuna aina ya dau linaitwa ngawara. Sijui kama nyinyi mnaelewa mtihani huo. Jahazi na ngarawa, hivi vyombo viwili vinatumia kitu kinachoitwa tanga. Tanga ni aina fulani ya shuka. Lile dau katikati kuna mlingoti mrefu, alafu kuna shuka kubwa hivi imezungushwa hivi. Umenielewa? Sasa ikiwa mathalan watu wameishiwa mafuta, wakati mwingine wanatumia nini katika kwenda? Upepo. Sasa ile shuka huwa inafura namna hii, unaona kwamba ile jahazi inafanya nini? Inakwenda zake. Na wao wenyewe wanajua ya kwamba huu upepo tunavyokwenda tunakwenda wapi. Hayo ni mambo pia ya utaalamu, sisi elimu hizo hatuna. Nenda kwenye Suratul Nahl aya nambari 16.